Kanisa la Anglikana Mkunazini Zanzibar. Kanisa hili ni la kihistoria ambalo limetengenezwa mahali ambapo palikuwa pana soko la zamani la biashara ya utumwa. Hili lipo chini ya Diocese ya Zanzibar lililopo barabara ya Mkunazini katikati ya mji mkongwe Zanzibar. Kanisa la Anglikana limetengenezwa na wamisionari wa Uingereza mnamo mwaka 1873 ambapo walichukua miaka 7 kulijenga kanisa hili. Awali, eneo hili lilikuwa linatumika kama soko la utumwa, na baada ya eneo hili kukoma kwa biashara ya utumwa, kanisa hili lilitakatika na kuwa sehemu ya ibada. Historia inaeleza kuwa kabla ya jengo hili kubadilika kuwa sehemu ya ibada, wakati wa watumwa lilikuwa na vyumba 15 vya kuhifadhia watumwa kabla ya kuuzwa. Vyumba hivi vilikuwa ni vidogo na vyenye joto kali. Pia vyumba hivyo vilihifadhiwa watumwa 50 mpaka 75 licha ya udogo wake, kiasi cha kutosimama kwa watumwa hao. Hakika huu ni udhalili ulio mkubwa. Kama tunavyofahamu, ili bidhaa iwe vizuri lazima iwe ni bora, nao watumwa hao katika hali ya kupimwa ubora wao ilikuwa lazima wachapwe ili kujua uimara wao, na kila aliyevumilia kipigo hicho ilionekana ni bora zaidi ya mwenziwe, na huyu aliuzwa kwa bei tofauti na wenziwe. Akithibitisha hili, Archibald David ambaye ndiye mwongoza wa wageni wa kujitolea ndani ya kanisa hilo anaeleza. Hapa tupo katika kanisa Anglikana ambalo liko chini ya usimamizi wa Diocese ya Zanzibar, ambayo hii ni mtaa wa kanisa kuu. Sasa hili kanisa ni la kihistoria kidogo. Ni kanisa ambalo limetengenezwa mahali ambapo palikuwa pana soko la zamani la utumwa. Kwa hiyo hili kanisa limetengenezwa juu ya lile eneo ambalo soko lilikuwepo la utumwa, na limetengenezwa na wamisionari wa Uingereza kwenye miaka 1873 mpaka 80. Miaka 7 tu walitumia kulijenga hili kanisa. Lakini kabla ya hapo mahali hapa palikuwa panatumika kama soko la utumwa, manake kabla ujenzi wa hili kanisa. Na hapa mahali ambapo kuna hii altare, pale ndipo sehemu sahihi ambayo minada ya utumwa ikifanyika. Kwa hiyo watumwa walipofika hapa Zanzibar, kama tunavyotambua kwamba Zanzibar ndio ilikuwa soko kuu la biashara ya utumwa kwa Afrika Mashariki na Kati. Unaona? Kwa hiyo watumwa walipofika Zanzibar, kabla hawajawaleta sokoni walikuwa wanahifadhi. Kuna mahali huko, ikiwezekana tutakwenda kupaona pia. Walihifadhi pale kwa muda at least siku 3, kisha walioleta sokoni sasa kwa ajili ya kuwauza. Lakini wakiwa sokoni, kabla watumwa wale hawajauzwa, walikuwa wanajaribiwa, na majaribio ilikuwa ni kwa njia ya kuwachapa wale watu. Umeona? Kwa hiyo unapoona pale kuna ile altare mbele pale kuna alama ya duara, ambalo ile duara linaonyesha sehemu ambapo, kama ishara ya sehemu ambapo wale watumwa walivyokuwa wakijaribiwa. Kwa hiyo waliwaleta pale na waliwachapa. Baada ya pale sasa ndipo waliuzwa hao watumwa. Licha ya watumwa hao kuuzwa, lakini wengine walibakishwa Zanzibar na walifanya kazi kwenye mashamba ya nazi pamoja na biashara za viungo, na wengine walipelekwa visiwa vya Reunion, Madagascar na Komoro. Huko walifanya biashara ya miwa, kahawa na pamba zilizomilikiwa na Wafaransa. Wengi wao walibakishwa hapa Zanzibar. Walifanya kazi kwenye mashamba ya nazi na pamoja na viungo. Lakini wengine walipelekwa visiwa vya Reunion, Mauritius, Seychelles, Madagascar, Komoro. Kule walifanya kazi kwenye mashamba ya miwa, kahawa, pamba ambazo zilikuwa zinamilikiwa na Wafaransa. Umeona? Kwa hiyo sasa mnamo mwaka 1873 ndio biashara ya utumwa kwa Afrika Mashariki na Kati ilikomeshwa. Waafrika walinyanyasika kama watumwa mithili ya punda kwa muda mrefu mpaka biashara hii ilipokomeshwa na Waingereza mnamo mwaka 1973 kwa sababu mbalimbali. Na Waingereza ndio walisaidia sana kukomesha biashara ya utumwa kwa Afrika Mashariki na Kati, lakini pia dunia nzima, kwa sababu kihistoria tunaona kwamba walikuwa ni wa Denmark na Waingereza ndo mataifa ya kwanza yaliyokuja na wazo la kuondoa utumwa duniani, ambayo walikuwa na sababu mbalimbali, lakini sababu kuu tunaona ilikuwa ni sababu za kibinadamu. Lakini pia kuna sababu nyingine ambazo zilikuwa ni za kiuchumi. Sababu ya kiuchumi ilikuwa ilikuja baada ya mapinduzi ya viwanda
mnamo mwaka 1700 kule Uingereza alipotokea. Kwa hiyo alipotokea mapinduzi ya viwanda, kwa hiyo Waingereza wakawa tena hawahitaji tena watumwa, kwa sababu viwanda tayari vilikuwa vishakuja na mashine zilikuwa zinatumika kwenye uzalishaji na si hawakuhitaji tena binadamu. Kwa hiyo ndo wakatumia nguvu nyingi sana kuhakikisha biashara ya utumwa duniani inakomeshwa. Sawa. Lakini kwa Afrika Mashariki walitumia wamishonari, walitumia hawa wapelelezi tunaita, lakini pia ilikuwa kuna mikataba mbalimbali ambayo ilisainiwa kati ya Waarabu kutoka Oman na Waingereza kwa wakati ule. Dr. Livingstone ambaye ndiye alikuwa explorer mpelelezi aliyefika Afrika mara kwa mara na kurudi Uingereza kupeleka taarifa mbalimbali. Inasemekana kuwa yeye ndiye sababu kuu ya watu kujishughulisha kwenye kupiga vita biashara ya utumwa. Hapa tunasema kuwa umzania ndiye kumbe sie. Dr. Living hakuwa mwiba mchungu kwenye biashara ya utumwa na baada yake akawa ndiye sababu ya kikomo cha biashara ya utumwa. Na hadi leo kanisa hili linatumika kama ni sehemu ya kufanya ibada. Niliyekusimulia makala hii ni mimi Hafsa Shafii, Mafunzo Online TV.